kabisa anajikuta anacheka cheka kwa sababu ametokea kumpenda sana huyu jamaa kwa siku ya kwanza tu, ila kitu asichokijua ni kwamba huyu ndio yule mwamba Guan, mtoto mdogo mwenye pesa nyingi, mtu anayeunganisha watu katika chama na anawatoa uhai pindi wanapokamilisha mikataba yao. Kiufupi ni kwamba huyu jamaa ni demon ama shetani. Na mwamba akiwa anaendelea kuitazama ile keki pale sebuleni, kwa bahati mbaya tena wale wauni wakawa wametimba na kuanza kumletea fujo fulani hivi tena, na mwamba akawa anaambia wauni kwamba subirini kwanza jamani, hii keki nimeagiza kwa zaidi ya kipindi cha mwezi mmoja kwa ajili ya mtoto mzuri siku ya leo ambaye nakwenda kukutana naye, alafu mnaiharibu kizembe hivyo, hebu acheni bana. Lakini wahuni sio watu wazuri, wakaitawanya kabisa ile keki. Jamaa akaona kwamba unachokitafuta utakipata. Ile kufumba na kufumbua tu, mwamba aliwabonda wote na mwisho wa siku akawahifadhi katika magazeti na kuandika habari ya kwamba wahuni walikuwa wamevamia zawadi ya keki wafungwa wote gerezani, kisha akapeleka picha zao. Kwa hiyo mwamba ni hatari kiasi hiki, yani ameweza kuwafunga watu katika magazeti na ndio habari kamili hivyo. Kwa hiyo hutakiwi kabisa kumtafuta ndugu yako kwa sababu habari iko wazi. Na bidada akiwa ametoka kujipodoa kule lengo aweze kumvutia mwamba, akashangaa kuona kwamba ile keki ambayo jamaa alikuwa ameiandaa mbona ni kama haipo hapa. Mwamba akamwambia kwamba ile keki ilikuwa sio ya kwako bana, alafu mimi bwana nimekwambia kwamba sikupendi wewe. Bidada alijisikia vibaya sana kuyasikia ile maneno na mwisho wa siku akawa ameondoka katika eneo lile kwa aibu kweli kweli. Kama nilivyokuwa nimekueleza kuwa bidada anatokea katika familia ya kitajiri sana, lakini ukiachana na kutokea katika familia ya kitajiri, yeye mwenyewe ana mawe si mchezo. Jina lake anafahamika kama Duhi. Wakati anarudi kwenye gari, sekretari wake ambaye pia ni dereva wake alikuwa akimwambia kwamba siku ya leo kutakuwa kuna zawadi na kuna kikao ambacho kinakwenda kufanyika katika mitaa yetu ya familia. Sasa kiufupi ni kwamba familia ya bidada wote ni vibompa kweli kweli, yani ukianzia bibi, mababu, wote ni watu ambao wana mawe na ukwasi wa kutosha, wanamiliki makampuni makubwa sana ndani ya Seoul nchini Korea. Lakini licha ya ukwasi na utajiri mkubwa sana wote wanaomiliki familia hii, bado wanapitiaga changamoto moja tu, wanawazaga ni nani ambaye atakuja kulisi nafasi ya urais wa makampuni yote. Kitu cha kuchekesha ni kwamba bidada Dohi ambaye ni tajiri mkubwa sana katika kampuni na mtu ambaye anaaminika, huyu bana ni mtoto wa kumwadopt, yani mtoto ambaye hakuzaliwa ndani ya familia hii. Kwa hiyo huyu kwenye ulisi sijui atakuwepo. Na hata yule mama anayemtafutiaga wanaume sio kwamba ni mama yake wa kumzaa, bali ni mama yake wa kumwadopt, mama aliyekuwa amemchukua